walete tena yale majina ule nani, kwa mujibu wa katiba yao ile ibara ya 6 kwamba ile kamati kuu ndogo ya Zanzibar ndio inaleta majina mawili kwenye mkutano mkuu ili apigiwe kura. Mgombea mmoja akishinda ndio anakuwa mgombea urais wa Zanzibar. Sasa wameleta majina mawili, mmoja akajitoa pale kwenye mkutano. Baada ya kujitoa yule aliyebakia akapigiwa kura ya ndio na hapana. Hapana zikawa nyingi. Ina maana mkutano mkuu haujampata mgombea. Kwa sababu hiyo hawawezi wakiamua wanaweza wakaishia pale wasiwe na mgombea, kwa sababu kugombea au kutogombea sio lazima uweke mgombea, ila ni muhimu uwe na mgombea. Kwa wanachoweza kufanya ndio tukashauri pale, wanachoweza wakakaa pembeni ile halmashauri ndogo ya Zanzibar. Leo wakakaa pembeni wakapata majina mawili wakawasilisha kwenye nini? Kwenye mkutano tena, nani majina mengine sio yale tena, kwa sababu yale mmoja kajitoa, mwingine kashakataliwa. Wawasilishe majina mengine mawili ili apigiwe kura, apatikane mmoja awe mgombea urais wa Zanzibar. Au mkutano uahirishwe siku nyingine, ile kamati ndogo ya Zanzibar ipate majina mengine mawili iwasilishe kwenye mkutano mkuu mwingine sasa, kwa sababu umeshakwisha. Alafu ule mkutano mkuu wapige kura, wapate mtu mmoja ambaye atakuwa mgombea urais wa Zanzibar. Kwa fursa wanayo, kwa sababu tume ya uchaguzi ya Zanzibar na tume huru ya uchaguzi ya Jamhuri ya Muungano, wakati wake wa uteuzi wa wagombea ni mwezi Agosti. Kwa bado wana nafasi ya kuitisha mkutano mkuu mwingine waweze na kwa mujibu wa sheria sasa, marekebisho ya sheria, kwa sababu hii kuteua kwa mujibu wa mkutano mkuu ni kwa mujibu wa katiba yao, lakini marekebisho ya sheria yaliyofanywa mwaka jana yanasema mgombea urais wa Zanzibar anaweza kateuliwa hata na halmashauri kuu. Kwa anaweza, ingekuwa chama ambacho katiba yao inasema wanaweza kwenda kwa halmashauri kuu, wanaweza kwenda kwa halmashauri kuu, lakini kwa katiba yao wamesema lazima uende kwenye mkutano mkuu. Kwa lazima waitishe mkutano mkuu mwingine. Kwa sisi tunasema fursa wanayo kwa mujibu wa katiba yao na sheria za nchi. Kwa hiyo wajiandae. Kuweka mgombea ni muhimu, ingawa sheria zetu nasema sio lazima. Ndio maana kuna chama kimoja katika vile 19 wamesema wao hawashiriki uchaguzi, wanajiandaa na uchaguzi wa mwaka 2030. Kwa hiyo sio kwa sababu mwaka huu wamesema wao hawataki kushiriki uchaguzi. Kwa hiyo hiyo ni hiari yao, si ndio? Kwa hiyo tunasema vile vyama 18 ambao vinajiandaa na uchaguzi wa mwaka huu 2025, fursa wanayo, wafuate katiba zao, waweke wagombea. Hawa wanaojiandaa uchaguzi wa 2030 nao wajiandae na 2030, watafuata utaratibu za huko 2030 ya kuweka wagombea, kuteua wagombea, kuweka mgombea katika uchaguzi wa 2030. Kwa hiyo sisi tunachowahimiza kama ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, kitu cha msingi ni kufuata sheria za nchi na kufuata katiba, na ndio maana tuko hapa ili kuhakikisha katiba zinafuatwa. Labda swali la mwisho, mchakato umeonaje? Mchakato wenyewe wa uchaguzi. Mchakato nafikiri hata wenyewe mlikuwepo pale, mmeuona. Wamepiga kura pale za siri, wakahesabu hadharani. Na ndio maana sijasikia mpaka sasa hivi hata waliopewa kuongea mtu anayelalamikia upigaji kura. Watu wanalalamikiana wenyewe tu kwamba huyu hakunipigia kampeni, huyu ni mambo ya kawaida kwenye ushindani. Lakini hakuna mtu analalamika kwenye upigaji kura au jinsi ya sura zilivyohesabiwa, sababu zimehesabiwa hadharani na zilikuwa za siri. Asante sana.